mtu mwenye miaka 40. Bwana Yesu apewe sana. Kwa hiyo hayo ni mavazi. Unaweza ukavalishwa vazi la namna hiyo tu, kwa matendo yako, kwa matamshi yako, unajikuta unaharibu kabisa. Wengi wameharibikiwa na wakaanza kulaumu, hawanioni, hawanipendi, hawanipi mitaji. Kumbe ni sababu ya matendo yake. Bwana Yesu apewe sana. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na matendo yaliyo mema. Tunapookolewa tunatakiwa kuonyesha kabisa sura iliyo nzuri, sura ya kimungu, yani yenye rehema, yenye kusamehe. Bwana Yesu apewe sana. Tusichanganye. Watu wengi tunachanganya makanisa leo, tunaanza kulaumu. Unajikuta unaanza kulalamika kwamba mimi mbona sifanikiwi. Kumbe wokovu ni uongo tu, hamna chochote. Kumbe ni mtu yeye mwenyewe ameshindwa kusimama katika kweli na kujiangalia yeye matendo yake anaendaje. Unaweza ukawa umeokoka ni sawa, lakini unakuwa ni chukizo tu kwa watu, kutegemea na wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sana. Tunajifunza habari ya mavazi. Aina ya mavazi. Tutakwenda kuona aina ya mavazi kama 8 hivi. Aina ya mavazi. Mtu anaweza akawa na vazi lenye nguvu au utawala au mamlaka, sababu ukiwa na nguvu utakuwa mtawala na mwenye mamlaka. Bwana Yesu apewe sana. Kuna vazi mtu anaweza akavalikwa, vazi lenye nguvu, vazi lenye mamlaka. Tunawaona wengi ambao walikuwa na vazi la utawala. Hata huyu mwanamke Debora alikuwa mtawala, maana alikuwa kiongozi katika nchi ya Israeli. Na ndio maana ilifika sehemu akawa na nguvu ya kuweza kukabiliana na mfalme yule Yabini, ambaye alikuwa ni mfalme wa Kanani. Huyu mfalme aliwateka, yani alikuwa amewateka akawatawala wa Israeli miaka 20, huyu Yabini. Lakini tunaona kwamba Debora alisimama kwa sababu alikuwa ni mwamuzi katika Israeli. Ni mwanamke tu. Akasimama, akaona kwamba haya mateso hatuwezi kuvumilia. Walimlilia Mungu. Lakini Debora akaambiwa kwamba mwambie Baraka, inuka nenda mkakabiliane na huyu Yabini. Bwana Yesu apewe sana. Na huyu Yabini alikuwa na jemedari wake, amiri jeshi, ambaye alikuwa anaitwa ni Sisera. Sisera alikuwa na magari 900 yenye nguvu, yalitisha mno. Walikuwa hawana amani wa Israeli kipindi wametawaliwa. Hawana amani kabisa na maisha ya kwao, wanaona ni mateso tu. Bwana Yesu apewe sana. Lakini walimlilia Mungu. Debora akamwambia Baraka, inuka nenda sasa hivi, kwa kuwa huyu Sisera ametiwa mikononi mwako. Bwana Yesu apewe sana. Lakini Baraka akasema kama tutaenda pamoja na wewe niko tayari. Debora akasema kwamba tutaenda pamoja na wewe. Walienda, Debora alienda vitani. Angalia sasa vita vilivyopigwa, kwa sababu alikuwa na vazi lenye utawala, vazi lenye nguvu. Alikuwa amekubalika Debora. Vita vilipigwa vizuri mno. Alianguka kwa upanga huyo Sisera, amiri jeshi wa mfalme huyo Yabini. Yakapigwa majeshi vibaya mno, wakatawanyika mpaka yule Sisera akashuka kwenye gari lake, akatimua mbio, akakimbia kwa mbio, kwa sababu huyu alikuwa na vazi lenye nguvu. Bwana Yesu apewe sana. Kwa hiyo yapo mavazi yenye nguvu. Tusome Isaya 22:21. Isaya 22:21 nitasoma. Nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako, naye atakuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu,
na kwa nyumba ya Yuda. Unaona tuko hapa kwamba anasema nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu. Bwana Yesu apewe sana. Kuna vazi unaweza ukavikwa, vazi la utawala. Tunaona hata Daudi alikuwa ni mchunga kondoo tu. Daudi alionekana hafai kabisa katika familia ya kwao, na walimdhalau wakati alipoenda kwamba niende nikapigane. Walikuwa pa majemedali wenye manyota wakubwa, lakini Goliathi hawakumweza. Alipoingia Daudi wakamdhalau, wakaona huyu anataka kututibulia tu ndio tuumie zaidi. Lakini kumbe alikuwa na vazi lenye nguvu, vazi la utawala. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Mungu tunapookoka tunatakiwa tukubali kumtafuta Mungu ili awe katika maisha yetu, tuwe na nguvu. Haleluya. Tubadilike matendo yetu, namna ya kuenenda, namna ya kuongea, namna ya kumjibu mtu. Lazima tuangalie mazingira, sio kutoa tu maneno. Haleluya. Maana wakati mwingine mtu unaweza kutoa jambo fulani ama neno fulani likaleta athari kubwa, likaharibu. Lazima ni kujitunza. Sisi tumeokolewa. Wewe ni mtumishi wa Mungu na wala usijidharau hapo ulipo. Mungu anataka kutumie katika hali ya tofauti sana. Kwa hiyo tunatakiwa kujitambua ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Tuenende kama Mungu anavyotaka. Bwana Yesu apewe sana. Maana anavyotuwazia Mungu ni tofauti mno. Anataka tufike mahali ambapo tutajua kwamba hakika Mungu yupo. Tutacheka, ni mwaka wa kicheko. Kwa hiyo wana wa Mungu, hebu tujaribuni kujitunza na kuangalia namna kuenenda. Tusije tukachafua nafsi zetu na mili zetu, tukazichafua kwa matendo, kwa maneno. Bwana Yesu apewe sana. Huyu aliweza kuvikwa vazi lenye nguvu, vazi la utawala. Vazi la kuchakaa, namba 2 liko vazi la kuchakaa. Vazi la kuchakaa. Vazi hili linamfanya mtu ashambuliwe na kila kitu cha kwake kinakuwa kimechakaa. Bwana Yesu apewe sana. Tunajifunza habari ya mavazi, vazi la kuchakaa. Yaani unajikuta kila kitu cha kwako yani hakuna kabisa, kimechakaa. Hata kama watu wakiangalia, hata kama ukiona baiskeli yako, watu hawatamani wakwambia azima baiskeli ya fulani. Mimi hiyo hapana. Ni nzuri kabisa, haina tatizo. Anagoma mtu, ataka bora nikaazime kwa fulani. Huyo mimi hapana, kimechakaa. Bwana Yesu apewe sana. Kila kitu kimechakaa. Wakati mwingine labda kuna ugeni fulani wanataka fulani pengine aje wakaribishe wale wageni, mtamuita fulani atakuwa nao, lakini unajikuta kwamba kwa kuwa una vazi la kuchaka wanakata huyo hapana. Bwana Yesu apewe sana. Hujawahi kuona mtu hamjagombana, hamfahamiani, ila huwa unamuonaona tu. Yaani unapokutana naye unajikuta yani ile moli ile nani hiya, yani inakuwa kama mlishakapigana, kumbe hakuna. Bwana Yesu apewe sana. Sasa hayo ni mavazi ya kuchakaa. Yani kila cha kwako unachokifanya wanakiona kifai tu. Ukicheka wanaona hufai, ukicheza ukiimba hufai, lolote unalolifanya hufai. Bwana Yesu apewe sana. Ni vazi la kuchakaa. Haleluya. Kwa hiyo haya mavazi mabaya mabovu tunatakiwa kuyavua. Haleluya. Tuvue matendo mabaya, tuvue chochote kile kilicho kibaya kwenye maisha yetu. Tuvue ili tufanane na Yesu Kristo, tutembee, tupite kwenye nyayo zake. Haleluya. Kwa hiyo hili ni vazi la kuchakaa. Soma Isaya 59. Isaya 59 nitasoma. Tazama, Bwana Mungu atanisaidia. Ni nani atakaye ni hukumu kuwa mkosa? Tazama, hao wote watachakaa kama vazi, nondo watawala. Bwana Yesu apewe sana. Watachakaa kama vazi. Unaona? Kumbe kuna vazi la kuchakaa. Mtu unaweza kuvikwa vazi la kuchakaa. Katika ulimwengu wa roho, shetani ana mbinu nyingi mno ya kuweza kumdhoofisha mtu. Kudhoofishwa ni kunyang'anywa uwezo. Bwana Yesu apewe sana. Kwa hiyo ana mbinu nyingi sana. Anaweza akakufanya wewe usikubalike kwa watu.
popote pale ulipo unaonekana wewe haufai. Lolote unalofanya unaonekana haufai. Ukilima mpunga kwamba mimi nipate, yani hakuna. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kila unalolifanya haliendi. Ukiolewa siku 3 4 5 mji unavunjika, unatawanyika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hilo ni vazi la kuchakaa. Ndio maana watu wengine wanafika sehemu anaiona dunia haifai kabisa, bora nisingelizaliwa. Wanasema hivyo, wapo. Maana kila anachokigusa hakiendi. Akiolewa mji anaachwa mapema tu. Akitaka akafanye kazi hapa siku 2 3 anafukuzwa ofisini. Lolote analoligusa ni shetani ibilisi anaovisha mavazi ambayo ni ya uharibifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yani unaonekana wewe hufai katika ulimwengu wa roho. Unaonekana wewe hufai kwa lolote unaloligusa. Ukienda kwa ndugu, yani wanasema huyu tena ameijia nini? Yani bora angeondoka. Hujapigana nao, hujawatukana. Yani unaonekana yani hawana furaha kabisa. Ni vazi la kuchakaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni kuvikwa vazi la kuchakaa. Shetani anatuvika vitu ambavyo tunaonekana hatufai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Namba 3 ni vazi la kisasi na wivu ndani ya mtu. Hili vazi ni baya sana, limetawala katika maisha ya watu na linawatesa wengi sana. Vazi la uharibifu hili, Bwana Yesu apewe sifa sana. Vazi la wivu, yani vazi la kisasi na wivu limetawala sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata kama tutaongea kwa kulificha ficha, lakini limetawala wengi. Wivu, mtu anakuwa hapendi kumwona mwingine anafanikiwa, hapendi kabisa. Akijaribu kufanikiwa tu hivi anachukia. Utafiri kama sijui alipeleka hapo na yeye, kama anajenga nyumba sijui alipeleka hapo hata tofali moja, hakujaribu hata kidogo, lakini anachukia. Anapoinuliwa kinamna yoyote anachukia. Anatamani amone yeye yuko chini, ameshindwa. Hili vazi limetawala sana. Vazi linawatesa wanadamu wengi sana. Vazi la wivu, hawataki kuona mwingine anafanikiwa. Mfano kwa akina Sanibalati pamoja na akina Tobias. Wayahudi walipokuwa na ujenga ule ukuta, wao akina Sanibalati wakaanza kusema ya kwamba angalia hawa na wanyonge. Wanyonge wakati ukuta wameshaufikisha hapa, bado nawaita wanyonge. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ni roho ya wivu ilikuweko tangu kule, na hata sasa hivi ipo ile roho ya wivu. Haitaki wewe ikono unafanikiwa. Hataki. Mwanadamu ni hatari tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hataki. Hii roho ya wivu imetawala sana. Ukifanikiwa, ukipata biashara, ukifanya biashara ikakubalika, wanachukia. Wanaanza kukutafutia njama namna fulani ushindwe, ukudhoofishe tu. Ushindwe, unyamaze, uondoke. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hili vazi la wivu limetawala sana. Unaweza ukakodisha chumba ukapanga chumba cha biashara. Changanya tu biashara yako. Ichanganye tu ikubali. Anakutimua mapema sana. Hapo ndipo utakapojua kwamba kuna roho ya wivu iliyotawala. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka kukarabati, nataka sijui kufanya nini humu, kwa hiyo ninakuomba kufikia wiki ijayo hebu nipisha kidogo, baadaye utakuja. Unapompisha chumba kinafungwa. Ukimfuata basi bado sasa naona labda uangalie tu sehemu nyingine, kwa sababu bwana haya maswala bwana. Wivu hawataki kuona unafanikiwa. Mwanadamu hataki wewe kuona unabarikiwa. Hataki kukuona wewe unafanikiwa kwa kazi unazozifanya. Hataki kukuona wewe unainuliwa. Mwanadamu ndivyo alivyo. Hii ni roho, ni vazi la kisasi na wivu ndani ya mtu. Vazi hili baya sana. Ni baya mno. Maana ukiwa mtu akiwa na vazi hili, amevikwa na ibilisi shetani, hawezi kufanikiwa. Utafanya wivu, utachukia, utamwona mwenzio anaenda tu. Labda naye awe ni mtu tu wa kulipiza. Amenifanya ngoja na mimi. Wewe akifanya tulia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Akutukane, akusemaje,
tulia, we kazana kumtafuta Mungu, tafuta uso wa Mungu. Yeye ndiye atakayelipiza kisasi. Maana anasema kwamba msilipize kisasi, alipizia kisasi ni Mungu. Na unapofanya hivyo unampalia makaa ya moto kichwani pake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Acha Mungu ashughulike. Acha kupambana na mtu kwamba ataniona tu. Mimi siwezi. Unafunga na kanga namna hii, anakuja kuchuma mboga yangu, unaifunga humu na ndala huvao, unamfuata mpigane. Acha mwanangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Acha achume hiyo mboga, nenda tukamwambia kwa utaratibu, ndugu yangu unaniambia wakati mwingine na mimi nimepanga kwamba aka kamboga leo nitumie. Kwa nini unaniambia? Unamwacha hivyo hivyo. Kama ni jeuri atarudia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Acha kukabana na mtu ili Mungu aweze kufanyaje? Kujilipiza kisasi yeye mwenyewe. Hili ni vazi la kisasi na wivu ndani ya mtu. Na vazi hili ni baya sana. Linawatesa wengi sana. Vazi la uharibifu. Isaya 59:17. Tutasoma Isaya 59:17. Isaya 59:17. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Akajivika haki kama deraya kifuani, na chapeo cha wokovu kichwani pake. Akajivika mavazi ya kisasi yawe mavazi yake, naye kwa kadiri hiyo hiyo atawalipa ukali kwao wampingao, malipo kwa adui zake, naye atavirudishia visiwa malipo. Naye atavirudishia visiwa malipo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hili ni vazi la wivu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Vazi la kisasi. Kwa hiyo tunaona hapa, hii ni namba 3, vazi la kisasi. Vazi la namba 4 inasema ni vazi la vita upande wa Mungu. Ni vazi la maombi, vazi la kupambana na nguvu za adui hadi akimbie, akuache ama kusalenda kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Vazi la vita. Hili vazi la vita ni maombi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaingia kwenye vita kuomba, unamuomba Mungu. Unamuomba Mungu. Ni hivi, katika kumuomba Mungu, Mungu anatafuta mtu ambaye amemaanisha, amedhaminia kutoka ndani. Unapoomba, yeye ndiye anajidhihirisha kwako. Maana yeye Mungu huwa anatumia nguvu zilizomo ndani ya mtu ili kutangua nini? Kutangua tatizo au kuondoa tatizo. Anatumia nguvu ya mtu. Yaani ni kwamba mfano kama mimi hapa, ili niliondoe tatizo ndani mwako, ninategemea nguvu yangu iliyoingia kwako, hiyo ndio niitumie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Mungu huwaga anatumia nguvu yake iliyomo ndani ya mtu ili kutangua tatizo. Kadiri nguvu zilivyo kwa wingi ndani mwako, hizo ndizo zinaweza kuondoa tatizo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa watu waombaji. Watu tunaojua kumuomba Mungu. Unapoomba kwa nguvu, kwa dhati, kwa kudhaminia, kwa kumaanisha, ndivyo nguvu ya Mungu inavyojaa ndani mwako. Na hiyo nguvu ya Mungu ndio atakayoitumia. Kuna sehemu inasema ya kwamba kadiri ya nguvu ya Mungu iliyomo ndani ya mtu, hiyo ndio Mungu anayoitumia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo ndio anayoitumia. Hiyo nguvu ambayo iliyomo ndani ya mtu anaitumia. Hawezi kutumia nguvu kutoka wapi? Mbinguni. Hakuna. Anategemea nguvu iliyomo ndani mwako. Kwa hiyo je, nguvu iliyomo ndani mwako utaipataje? Uwe muombaji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni kuwa muombaji. Kwa hiyo ni vazi la 4 ni vazi la vita. Vazi la 5 ni vazi la uchafu. Mtu anaweza akajiona yuko safi, kumbe ameshavikwa vazi la uchafu.
Tumusihi Mungu atuondolee mavazi ya uharibifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza ukawa una vazi la uchafu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani vazi la uchafu, yani wewe unakuwa tena pia haukubaliki mbele za watu. Haukubaliki. Maana ni mtu usiyejijua, ni mtu usiyejijali. Uko mchafu, uko sagala tu umekaa hivyo. Kwa hiyo uwezi ukakubalika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo vazi hili tunatakiwa kulikataa na kuliondoa. Tutaliondoaje? Kwa kumsihi Mungu, kwa kuomba msamaha, kwa kuomba rehema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Hebu tusome Ufunuo 22:14. Ufunuo 22:14. Tunajifunza habari ya vazi. Ufunuo 22:14 tutasoma kama ilivyo andikwa. Tutasoma kama ilivyo andikwa. Inasema kwamba Ufunuo 22:14 inasema kwamba heri wazifuao nguo zao wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Yani heri wazifuao nguo zao na kuwa tayari kuendea mti wa uzima. Heri wale wanaojitakasa, wanaoomba rehema na kuacha makosa yao. Watakuwa na nguvu na kibali cha kumwendea Yesu Kristo na kumweleza shida zao, naye atafanya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wale wanaojitakasa, wale wanaoomba rehema, wanaoomba msamaha na wanajua kuwasamehe na wengine, kwa sababu wapo wanadamu hawataki kusamehe wengine, lakini yeye anataka asamehewe, anaomba nisamehe, lakini yeye ameng'ang'ana. Ndugu yangu, hapo ni kuchelewa. Ni kuchelewa kabisa. Kama kuna roho iliyo ndani ya mtu hataki kusamehe, ni shida. Kwa sababu Mungu anasema kwamba msiposamehe makosa ya wengine, hata mimi sitawasamehe makosa yenu. Kwa hiyo tunatakiwa kusamehe, tunamwendea Mungu, tunajitakasa, tunaomba msamaha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hili ni vazi la uchafu. Kwa hiyo tunatakiwa kuyafua mavazi yetu. Kuyafua mavazi yetu ni kujitakasa mbele za Mungu, kuomba rehema, kuomba msamaha. Namba 6. Vazi la mauti. Mtu anaweza akavalishwa vazi la mauti. Matokeo yake kila anachokifanya hafanikiwi, kimekufa. Yani kila anachokifanya hakifanikiwi, kimekufa. Ukipika ugali wako unaharibika, mpaka wanasema mwene ulozuka bugali bukachaka kine. Seba kujue sana. Bukachaka kino bugali mwene uyu. Yani akipika ugali huu, yani hajui kupika, kimekufa. Ukikaa kidogo unaosha vyombo, ukigusa tu kwenye kabati, chini gilasi 4-5 chini chali mepasuka. Kwa hiyo vazi la mauti, kila unachokifanya kinaharibika. Ukigusa kufanya kitu chochote kinaharibika. Ukienda hata kwenye kundi la watu pale, unasitukia tu watu wanaanza kutawanyika, hata kama walikuwa na maongezi yao, wanakuwa wananyanyuka mmoja mmoja, wanaondoka. Ni vazi la mauti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haya mavazi tunatakiwa kuyakataa, kuyavua. Upo uwezekano, maana Mungu anasubiri, anakusubiri wewe tu. Jambo lolote unaloona linakutesa, anakusubiri Mungu wewe mwenyewe. Ukichukua maamuzi ya kweli, ukaamua kutoka ndani moyoni mwako, chochote kile kinahama, kinaondoka. Mwana wa Mungu, yeye Mungu anaweza, hajawahi kushindwa jambo lolote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anatusubiri ni sisi tu wanadamu,
Ni wewe tu anakusubiri kuamua kuchukua maamuzi ya kweli kutoka ndani moyoni na kuacha mizaha. Haleluya. Wana wa Mungu, Mungu anatutaka anataka tuishi maisha bora, maisha ya ushindi. Kwa hiyo tukatae mambo mabaya, tukatae usemi wetu, namna ya kuenenda, namna unapoongea na mtu, unapomrudishia maneno, yawe ni ya amani ambayo yatajenga. Hata kama amekukosea, jitahidi sana, maana Mungu huwa anasubiri pale. Sasa mtu anaposema kwamba upendo sio mchezo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Upendo ambao unasema upendo wa Mungu, mimi nikukosee au nipoteze baisikeli yako nikaibiwe huko sokoni, je, utaendelea kunipenda? Huo ndio upendo anaoutafuta Mungu. Sio wa hivi tu eti mko sawa sawa tu, hakuna jambo lolote unasema nakupenda, mnacheka. Wakati mwingine nipoteze baisikeli yako au nifanye jambo lolote ambalo litanani kwenye maisha yako, uone kwamba huyu naye vipi, je, utaendelea kunipenda? Huo ndio anaoangalia Mungu, upendo wa Mungu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Angalia tu hapa duniani hapa, Yesu hakutenda kosa na hakustahili kukongomelewa pale msalabani. Hakustahili kabisa. Haikuwa sehemu yake. Lakini kwa sababu ya upendo akakubali. Wakamtesa, wakamtemea mate bila huruma pale msalabani. Walimpiga viboko Yesu mwana wa Mungu kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo huo upendo unaotajwa wa Mungu si upendo tu tunapokuwa namna hii tunacheka, hamna tatizo nini. Je, mtu labda aingie kwenye hali ambayo kwa kweli itakupelekea wakati mwingine kama ninavyosema, basikeli yako ameazima akaibiwa huko sokoni, je, utampenda? Mwingine analuka, yani unenua toleka na kageti namwe pana nukushika hangwane. Ali wapi upendo wa Mungu? Unakuwa umepotea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huo ndio na utazama upendo. Vazi la uchafu hilo vazi la mauti namba 6 hiyo. Kwa hiyo kila kitu cha kwake mtu kinakuwa kimepotea. Mtu anaweza akaonekana amevaa vizuri, kumbe ana vazi la mauti na linamfanya kitu chake kuwa kifu. Yani kila kitu kinakuwa kifu. Ukifanya biashara haiendi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Inakufa, yani kinakuwa yani na katika tu unakuwa hakuna biashara tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Chochote kile unachokifanya ni vazi la mauti. Hata kuzaa, wakati mwingine anazaa lakini watoto hawafiki. Zaa siku hiyo tu kanakwenda. Siku hiyo tu ni vazi la mauti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hilo huwaga ni vazi la nini? La mauti. Vazi la mauti, tusome Isaya 14:19. Isaya 14:19. Isaya 14:19. Isaya 14:19. Isaya 14:19. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Bali wewe umetupwa mbali na kaburi lako kama chipukizi lililochukiza kabisa, kama vazi la wale waliouawa, wale waliochomwa kwa upanga, wale washukao mpaka msingi ya shimo, kama mzoga uliokanyagwa chini ya miguu. Yani mimi nasimamia hapa kwamba kama vazi la wale waliouawa. Kwa hiyo kumbe kuna mavazi ya mauti. Mtu anaweza kavalishwa vazi la mauti. Kila cha kwake anachokifanya hakiendi. Akisimama kufanya biashara inakufa. Akiingia kwenye ndoa hakuna kukaa. Chochote kile kinachofanyika cha kwake hakiwezi kufanikiwa kwa sababu ana vazi la nini? La mauti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shetani ana mbinu na njama nyingi sana
ili kumdhoofisha mtu, kama nilivyosema. Ana mbinu nyingi, na ndio maana sisi hatutakiwi kuchoka. Hatutakiwi kulegea hata kidogo. Tunatakiwa kuwa na bidii. Hata kwenye maombi tunasikiliza kile kinachotoka kwenye madhabahu, unakifuata, unafanya. Utaona matokeo. Kwa sababu shetani yupo, anatesa hii dunia. Wengi anawatesa, anawahangaika wengi. Leo hii ukifanikiwa leo kuweza kuona namna wanadamu walivyo, wapo leo hata sasa hivi muda huu mwingine analia huzuni kubwa sana. Hivi tulivyo, Bwana Yesu apewe sifa sana. Analia sana, ana huzuni. Kwa hiyo tunatakiwa kumuomba Mungu sana na kujitakasa mbele za Mungu na kukataa maovu yote ya Mungu. Kadiri unavyotamka wewe mwenyewe kwa imani kutoka ndani moyoni mwako, unatamka kwa imani, katika ulimwengu wa roho kitu kinapigwa vibaya mno. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaposimama tu kutamka kwa imani, unatamka ni kama mchezo, ni kama unapoteza. Ni sawa kama mkulima wa mpunga. Mpunga wake analima, anamsia kwenye matope, unaoza, yani unaharibika. Lakini matokeo yake unakuja kwenye meza, acha kabisa, ni kijiko tu kwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati mwingine namwambia ni kama tunapelekwa bado tu yani bado tu tunaomba, bado tu mpaka unaangalia na nje kama unataka kutoroka. Sasa unachoka, kumbe unajitengenezea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hapo baadaye ulie kivulini. Kwa hiyo tunatakiwa kusimama tu, kukaza buti na kumsihi Mungu. Mungu anaweza kabisa katika maisha yetu, na hajawahi kushindwa jambo lolote. Yupo, anatusubiri sisi tuamue, tuchukue maamuzi ya kweli kutoka moyoni mwetu. Atafanya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hili ni vazi la mauti. Hiyo ni namba 7. Namba 8, tunatakiwa kujitakasa kwa kuomba msamaha, na Mungu hupendezwa na watu wanyenyekevu, wajuao kuomba msamaha na wanaowasamehe watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yani tunatakiwa kujitakasa. Mwisho hili haya mavazi tumekomea namba 7 hapa. Tunatakiwa kujitakasa kwa kuomba nini? Msamaha, na Mungu hupendezwa na watu wanyenyekevu, wajuao kuomba msamaha, wanaowasamehe watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tusiwe ni watu wa kutazama madhaifu ya wengine. Tusiwe ni watu wa kutaka kutafiti huyu anakulaja na ishije. Tusiwe na namna hiyo. Tusichunguze maisha yetu, tujiangalie sisi. Tuwe watu tujuao kuomba toba, tujuao kuomba msamaha mbele za Mungu, kwamba nisamehe mimi na watoto wangu na familia yangu. Nisamehe, nipe pia moyo wa msamaha, niwasamehe walionikosea kutoka ndani moyoni. Ukiomba namna hiyo, Mungu hushuka. Utaona nguvu ya Mungu inashuka ndani mwako. Utakuwa sio wewe tena unaomba, yani unaomba hata kuchoka uchoki. Unaweza kujikuta saa 2 inafika, masaa 2 yamepita unaomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuwe watu tujuao kujitakasa, kuomba msamaha. Kwa hiyo tumeona haya mavazi, kuna mavazi haya ambayo tumepitia, vazi la mauti, vazi la kuchakaa. Tumeona mavazi aina mbalimbali mahali hapa. Kwa hiyo haya mavazi ndio yanayotufanya sisi tusiweze kufikia kweli ya Mungu, na tusiweze kukaa kwenye nafasi zile ambazo Mungu ametuahidia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Matokeo yake tumekuwa ni watu tu wa kutabika. Je, tufanye nini? Ni kumwambia Mungu kuyavua haya mavazi. Ni kukataa kutoka ndani moyoni mwako. Mimi na wewe unajua ni nini hasa ambacho kinatesa maisha yako. Unasimama kwa hilo, unakataa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unasimama, unamsihi, kwa sababu katika dunia hii kuna vitu vingi mno ambavyo mwanadamu vinaweza vikamfanya akamkosea Mungu.
vitu vingi, au kasababishwa, au wakati mwingine ni wewe mwenyewe kabisa tu sababu ya mambo fulani fulani katika dunia hii, unaona, au kasababishwa kabisa na mtu unajikuta umenani. Kwa hiyo ipo sababu ya kuomba msamaha kabisa siku zote katika maisha yetu, na ndio maana tunaambiwa kwamba tuwe watu wa kuomba msamaha, watu wa toba kabla yote. Na tunapoomba toba, msamaha, tuhakikishe kwamba tunaomba kweli kutoka moyoni. Bwana Yesu apewe sifa sana, ili tuone ukuu wa Mungu na sisi tuseme matendo ya Mungu yaliyo makuu, tuyaone katika maisha yetu. Tusife tunayaona kwa wengine tu yale matendo makuu, hata sisi tuyaone. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo wana wa Mungu tunatakiwa kuyavua nini? Mavazi yaliyo maharibu, mavazi ya uharibifu, vazi la kuchakaa, vazi la mauti, vazi, yani mavazi yote mabaya ni kuyavua, ni kukataa. Ni sisi wenyewe, maana Mungu anataka atutumie, anataka atuinue, anataka atupeleke, anataka atubariki. Lolote lile unalolihitaji Mungu ana uwezo kabisa wa kulifanya, na wala hakuna mashaka yoyote. Anasubiri sisi wenyewe tu tuwe waombaji mbele za Mungu. Kadiri unavyoomba ndivyo nguvu ya Mungu inavyojaa ndani mwako, na yeye hiyo nguvu Mungu ndio anayetegemea itoke kwako ili aitumie wewe kutangua tatizo liloko mbele yako. Hawezi kutumia nguvu kutoka mbinguni, anakusubiri wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni maandiko, sema tu hapa kwa kuwa tuko haraka hapa na kwenda mwishoni. Kuna maandiko kabisa hapa kwamba ile nguvu iliyomo ndani mwako hiyo anayoitumia. Haleluya. Hawezi kutumia nguvu ya nani? Ya kwake kutoka mbinguni. Anasubiri nguvu yako iliyomo ndani mwako hiyo aitumie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata Yesu Kristo ilifika sehemu msalabani akalemewa, akasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ni maana ya kwamba ni hali ya kuzimia, mwili au kutaka kwenda msalabani, lakini alituma malaika akaongezewa nguvu zaidi. Ukisoma akawa na nguvu mpaka ile hali akaomba mpaka matone ya damu, halafu hali hiyo ikatoweka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kwa nini anafanya mzunguko Mungu kuleta nguvu, yani kutumia nguvu, aiweke nguvu yake ndani yako halafu aitumie? Kwa nini anafanya mzunguko? Anataka afanye kazi pamoja na wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lengo lake tufanye naye kazi. Hiyo ndio kazi. Tunaposikia kuomba ni kuomba sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa watu wajuao kuomba, wajuao kuomba msamaha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kwa kusema hivyo, na tuombe kwa ajili ya rehema, kisha tutakwenda kuomba Mungu. Tutamwambia Mungu atuondolee mavazi yaliyo mabaya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuvue maisha ya uharibifu, mavazi ya mauti, vazi la kuchakaa, tuondolewe. Maana shetani anaweza akakuvika, na anafanya hivyo shetani ili akudhoofishe. Na kudhoofishwa maana yake ni kunyang'anywa nini? Uwezo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo